Naam, hivi sasa tunapatikana katika mji wa Uvira na hao unawaona ni wanajeshi wa M23 ambao wameanza kuondoka katika mji wa Uvira hapa Kivu Kaskazini. Hii ni kufuatia shinikizo na onyo la Marekani ambalo limeomba M23 kuweza kuondoka katika mji wa Goma, katika mji wa Uvira. Na mtazamaji wa MTV, kwa sasa tuko katika mji wa Uvira ambako wanajeshi wa M23 sasa wanafunga mizigo na kuacha mji wa Uvira wakianza kuondoka, kama vile unavyowaona hapa, wengi wao wakibeba boksi zao ya risasi. Hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka. Na ndiyo hivyo unavyoona, huu ni mlolongo wa askari wa M23 hapa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, ambao wanaanza safari kwa kuondoka katika mji wa Uvira waliochukua siku zilizopita. Japo maandamano ya wakazi iliyofanyika hapo jana, lakini askari hawa ni kwamba sasa hivi unavyoona wenyewe wameanza kuchukua silaha, kila mtu na vifaa vyake. Ni wengi sana. Na sasa hivi ni saa 12 na saa 1 na dakika 3 saa za hapa mashariki mwa Kongo. Hiki ni kikosi cha M23 hapa kwenye ofisi ya mji wa Uvira ambako wameanza safari yao. Wanarudi nyuma kuacha mji wa Uvira kama vile ilivyoagizwa, na japo maandamano iliyofanyika hapo jana na wakazi wa mji wa Uvira, lakini ni kwamba basi askari hao wa M23 wameanza kuondoka. Sasa hivi ni saa 1 za jioni, wameanza kuondoka katika mji wa Uvira, na huu ndio mlolongo unaowaona, kila mmoja na silaha zake. Haijulikana watarudi kilomita ngapi kwenye mji wa Uvira, lakini ndio hivyo unavyoona, kila kamanda, kila mtu na silaha yake, wote, yani ni kikosi kikubwa sana. Na haijulikane wanarudi nyuma hadi wapi, lakini kamanda wao wamesema kwamba wanatoka katika mji wa Uvira, wanarudi nyuma kama vile ilivyoagizwa na serikali ya Marekani na mataifa mengine kuomba kwamba askari wa M23 waweze kuondoka katika mji wa Uvira. Japo maandamano yaliyofanyika hapo jana, lakini basi ndio hivyo unawaona wako kwenye mlolongo wanaondoka. Hata kamanda wao huyo hapa. Na hata ukiona pale ni kwamba magari yao vile yapo yamejipanga kama hizi magari makubwa ya kijeshi. Tutasogea kwa Lawrence Kanyuka ili atuelezee hao wanaenda hadi wapi.
Nice. Mie? Sasa sijui kama mimi naweza kuuliza ueleze. Nini politics? Sasa ndio tulifanya tukisema. Ni hamtasema. Ndio tutasema. Okay, sawa. Yaani kama tunasema sio tuulize general. Aseme. Funuuze general. Mimi Naam, na baada ya hawa wengine ambao wamepita, lakini bado wanaendelea kukuja, ndio sasa hivi askari hao wameanza kuondoka kama vile ilivyoagizwa. Ukiona vikosi hivi na hapa tuko kwenye ofisi ya meya wa mji wa Uvira, ndipo kumeanza hii safari. Bado vikosi vinakuja na silaha zao nzito nzito. Mji wa Uvira unapatikana Kivu Kusini kwenye mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu nyingine pembeni ya ziwa Tanganyika. Ni saa za usiku, japo unaona mwangaza ni kwamba hii ni light. Dakika chache pengine tunasubiri wale viongozi ama kamanda wa M23 waweze kutuelezea wanajeshi wanakwenda wapi, wataishia wapi, na mji wa Uvira sasa utalindwa na nani. Lakini ni kwamba M23 ilikuwa imesema kwamba inahitaji mji wa Uvira uweze kupata kikosi ambacho kitaweza kulinda mji huu. Na hapa hii ni ofisi ya mji wa Uvira ambako wameanza safari yao. Na hivi wanatembea kwa mguu, haijulikane wanarudi hadi wapi. Lakini hata hii ni mara ya kwanza kwa kweli kuona kikosi askari, idadi kubwa ya askari hivi kuonekana katika mji, kwa sababu sio tabia kwa M23 kuonekana. Lakini hapa wameonekana kila mtu amefunga mizigo yake, wengine wakiwa na silaha zao. Haya ni magari ya wananchi ambao vile vile wanapita hapa, lakini bado tunasubiri kuangalia nini kitatokea baadaye.
Naona vile kuna magari ambayo yanajiandaa nao yanataka kuja ili kufata hao askari ambao wameenda kwa mguu. Magari mengine vile naona yanakuja. Haya ndio magari ya makamanda wao. Makamanda wao ambao wanasema bye. Yaani haya ndio magari ya hao makamanda ambao wanasema bye. Wanaondoka. Wanasema bye. Naona vile kuna magari mengine kule. Kuna askari wengine vile ambao nao wanajipanga, kila mtu anajipanga. Kwamba haya ni magari na kikosi cha M23 ambao wanaondoka moja kwa moja, wanaondoka Uvira. Bye. Kikosi kingine cha maaskari hapa nako kinafuata wengine ambao wameondoka. Hao ni askari wengine nao wa M23 ambao vile vile unaona wanaondoka. Yaani milolongo ni nyingi sana. Hapa ni Uvira, Kivu Kusini, pembeni ya ziwa Tanganyika, mpakani mwa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani unaona hawa ni askari wa M23 kama vile tumetoka kuzungumza. Hii ni vikosi ambavyo vinafuatilia wengine ambao vile wamepita mbele, wameondoka. Bado kuna magari mengine ambayo vile yako pale mbele yangu ukiona. Kwa wale watazamaji, ni Uvira, katikati mwa mji wa Uvira. Hii ni ofisi ya meya wa Uvira, kwa wale wanaoifahamu. Ndio wameanzia safari yao ya kuondoka. Na vile naona vile wengine special force ambao nao vile nao wale wanatoka nao wanaanza safari. Yaani hawa ni askari ambao wa M23 wameanza kuondoka moja kwa moja katika mji wa Uvira, na kurudi haijulikani wanarudi katika maeneo gani. Ni vigumu kwa sababu hawataki kuzungumuza, lakini tu wanasema bye. Kama huyu unaona anasema okay, anarudi nyumbani. Sijui wanarudi nyumbani, sijui wanaenda wapi. Ni vigumu kwangu kuweza kueleza. Wanaondoka Uvira. Sasa wanakwenda wapi? Kilomita ngapi na Uvira? Hizi ni ambulance zao. Na hii ndio gari kubwa vifaru. Hii gari kubwa ya kijeshi ambayo vile vile wanaita Mamba. Kubwa sana hii. Na magari mengine haya ambayo unayaona hapa, special force. Yaani magari yao yote yanaondoka. Unaona haya magari yote yanaondoka sasa. Baada ya vikosi vyao kuondoka, sasa ni mlolongo wa magari makubwa makubwa. Haya ni magari makubwa yote ambayo ni ya special force, ambayo ikuwa na silaha juu yake, zile wanaita PKM sijui 12 nini.
na yale magari mengine ya kijeshi. Yaani ukiona kule mbele yangu hivi kuna magari mengine bado yanakuja. Hii nao ni ambulance ambayo vile inaondoka. Gari mengine na hizi wanaita kamio, magari yaani vikosi vya M23 ndio hao wameondoka wote. Bye, ndio hao wanaondoka, wanasema bye kwa wananchi wa Uvira. Sasa hii ndio kikosi cha mwisho kabisa. Yaani hii wanaita special force. Sasa hii wanaita tangi. Hii tangi ndio silaha kubwa ya kulinda watu hii. Gari kubwa za kijeshi sasa ndizo zimeondoka, yani M23. Tunasema kwamba hapa tuko katikati mwa mji wa Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini, pembeni Naam, ni kwamba mtazamaji na msikilizaji wa MTV Online, ni hivyo askari wa M23 wameondoka hapa katikati mwa mji wa Uvira. Haijulikane wanakwenda kilomita ngapi, watarudi kilomita ngapi. Hai ni kufuatia tangazo la serikali ya Marekani iliyoomba kwamba waondoke katika mji wa Uvira. Safari yao wameanzia hapa kwenye ofisi ya Uvira, na hapa wanaandika Mairie d'Uvira. Uvira. Kuna watu watajiuliza Uvira ni wapi, lakini ndio hapo. Yaani ndio ofisi kubwa ya mji wa Uvira. Basi, mengine bado hatujapata maelezo zaidi, lakini tutawaambia watazamaji wetu na wasikilizaji. Nishikili hapa. Naam, sasa hivi tuko katikati mwa mji wa Uvira, ni Kivu Kusini, pembeni ya ziwa Tanganyika. Umetoka kuona huu mlolongo ni askari wa M23 ambao wameondoka katika mji wa Uvira hapa Kivu Kusini. Ni vigumu kwangu, japo tumeruhusiwa kupiga picha namna wanavyoondoka, ni vigumu mimi kufahamu wanakwenda kilomita ngapi, wanarudi nyuma kilomita ngapi, lakini tutazungumza baadaye na msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ambaye ataweza kutuelezea pengine kwa nini wanarudi nyuma. Lakini ni kwamba hapa tuko kwenye ofisi ya mji wa Uvira inayojulikana kama vile Mairie d'Uvira, ni Kivu Kusini. Endelea kufuata MTV kufuatilia matangazo yetu, lakini kwamba saa chache tulikuwa tumekuwa kwenye mpaka wa Uvira wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako raia wa Uvira waliokuwa wamekwama hapa katika mji wa Uvira wamerudi katika taifa lao. Ilikuwa ni zaidi ya 300 ambao leo wamerudi, lakini kwa taarifa zetu zaidi utaweza kufuata kwenye
media yetu namna ilivyokwenda, wanawake, watoto, namna walivyokuwa wakivuka mpaka kuvuka Kavivira na hii daraja kubwa la Uvira ambako Tanganyika imechukua sehemu hii na sehemu nyingine. Tulizungumza na wakazi, lakini haya mtafuta baadaye. Hapa ni usiku, ni saa moja sasa dakika 22 katika mji wa Uvira, Kivu Kusini. Kuna wakazi wa Uvira wanauliza hata hapa kwenye live, wanauliza ni Uvira sehemu gani? Hapa Uvira, kwa wale ambao wakazi wako katika manyumba zao, kwa sababu ni usiku hawataona, ni kwamba ni Uvira kwenye ofisi ya mji wa Uvira. Wanasema Mairie d'Uvira ndio kumeanza safari sasa hivi, kwa sababu kawaida M23 wakiondoka hawaendi mchana, wanaenda usiku. Ndio sababu pengine wakazi hawatawaona, lakini ndio hivyo umetoka kuona mlolongo, silaha na magari yao, wote wameondoka. Ni hivyo, na tuendelee kufuata matangazo yetu. Naona vile wengine nao ambao ni pengine ni timu lao nao vile vile wameondoka. Naona kuna gari nyingine kule, kuna gari nyingine inawasha taa, nao nadhani nao wanataka kuondoka sasa hivi. Naona ukiangalia hata kule utaona kuna gari nyingine ambayo ni ya kijeshi na jaribu. Kwa wakazi wa Uvira kuna wale wanauliza sasa nani atalinda mji? Sisi hatuweza kujibu. Ni M23, AFC M23 wenyewe ndio wataweza kutoa tangazo rasmi nani atalinda mji, utalindwaje, nani atakaa hapa. Lakini kwamba katika tangazo la M23 walisema kwamba lazima kuwe na kikosi neutral ambako hakina upande wowote ambao kitawekwa katika mji wa Uvira. Na hapo jana kumekuwa maandamano ya wakazi ambao wamesema kwamba hawataki M23 kuondoka, wengine wakisema kwamba lazima kurudi kwenye mazungumzo ya Doha, Qatar, na kuweza kuheshimu makubaliano ya serikali ya Marekani na ya Rwanda kuweza kusitisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wakazi wanachokihitaji ni amani. Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepelekea watu wengi kuwa wakimbizi, idadi kubwa kwa sasa ikipatikana katika nchi ya Burundi na wengine hivi sasa wakipatikana katika nchi ya Tanzania. Wengine wanatumia zile boti ndogo ndogo wanaita mitumbu, wengine unasikia wamezama, wengine sijui nini. Kwa hiyo wakazi wanasema kwa jumla, naona vile vile kuna gari nyingine, lori nyingine ambayo nayo imebeba nayo askari wengine, kwa sababu kuna wale ambao wameenda kwa miguu, wengine special force. Hii nao ni nyingine ambayo vile vile nayo imebeba wengine askari, wana mizigo iko ndani, wengine wanabeba risasi, yani wanabeba risasi zao, hizi boxi za risasi. Hii ni Kamaze, nayo vile inabeba risasi, chakula ambayo walikuwa kutumia hata matelao na silaha nzito ambazo ndio hizo zimefungiwa ndani ya magari. Na hata hao wengine ambao yani ndio awamu, ni kama ndio awamu ya mwisho ambayo ilikuwa inalinda mji wa Uvira, ndio wanaondoka sasa, kwa sababu sasa wamebeba vifaa vyao, vyakula na hata vitu vya kulalia, silaha nzito ile mizinga. Naona vile kuna gari nyingine inatoka hapa, sijui ni ya makamanda wao ama ni ya wanani. Basi nao vile vile wanabeba mizigo. Naam, ndio hivyo hali sasa hivi ni saa 1:25 katika mji wa Uvira. Ndivyo hivyo hali iliyoko hivi sasa. Lakini sasa hivi ni kwamba wakazi tunaona wanajiuliza nani atalinda mji wa Uvira. Ni vigumu mimi kusema nani atalinda mji wa Uvira, lakini ni AFC M23 wenyewe wanajua mji wa Uvira utalindwaje, utabaki mikononi mwa nani, utabaki mikononi mwa polisi. Kwa sababu kwa saa za mchana nimeona polisi kutoka mji wa Kivu ya Kusini katika eneo la M23, au vile vile unaona matela ambazo wako na hata askari wengine naona vile vile. Naona kuna vile askari wengine mnaoona ndio hawa wale ambao walikuwa wamebaki nyuma, ambao vile wanafuata wengine wanaondoka. Kama hao unaona wana redio kubwa za mkono hapa ambazo walikuwa wanatumia kwenye uwanja wa mapigano. Hii ni mara ya kwanza kuona wanajeshi wa M23, kwa sababu tangu mapigano yameanza hakuna mtu ambaye amejaribu kuwaona
na walikuwa hawaruhusu mtu kuwapiga picha, lakini leo wamekubali kwamba wanapigiwa picha ili wanatoka katika mji wa Uvira, wanarudi nyuma. Hii ni kufuatia makubaliano hiyo ni kufuatia makubaliano. Wengine ndio hawa kama vile unawaona nyuma yangu. Cameraman wangu taweza kuonesha. Kuna wengine vile, yani ni kama dakika 30 tangu askari wanapita. Ni wengi, ni kama brigadia nzima, sio kama nao walikuwa katikati ya mji wa Uvira. Unaweza kuwaonesha ndio wale. Okay. Yani unaona hawa ndio, nadhani ndio kikosi cha mwisho pengine, kwa sababu wamekuwa wengi kweli tangu umeanza kuwaona. Nadhani mtazamaji wa MTV umeona hivi wa askari wa M23 wanavyoondoka katika mji wa Uvira, na hii unaona hao wamebeba matela, vyakula, sabuni, wengine mafuta. Yani wamebeba kila kitu. Pengine saa zinazokuja ama kesho utaweza kumsikia Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji wa FCM 23 ataeleza, kwa sababu hatukumuona hapa pembeni yangu. Ataweza kutuelezea pengine ni nini kinaendelea. Hawa askari wanatoka, wanakwenda wapi, wanakwenda kilomita ngapi, watu inaenda kuchukua askari wengine hivi waweze kurudi. Ndio hivyo hali, endelea kufuata MTV ili kufuata namna M23 wanaendelea kutoka katika mji wa Uvira. Asante sana. Asante sana.